Naam, hii ni Dira ya Kiswahili kutoka NID TV na NID FM, ikiwa na urefu wa nuru iliyofichwa duniani. Na nuru hiyo ni habari njema za ufalme wa Mungu, au siri hiyo ni habari ya Injili ya ufalme wa Mungu, ambayo hiyo ilihubiriwa mnamo karne ya kwanza kabisa na mfalme Kristo, na hivi ni takriban miaka 2000 iliyopita, na mashahidi wa injili hiyo wakiwa wale wanafunzi 12 ambao kwa lugha nyingine tunawaita tenashara, ambao hao ni wanadamu wa pili baada ya mwanadamu wa kwanza kupoteza ufalme wa Mungu pale katika shamba la Eden kwa kuweza kusikiliza sauti ya shetani na kutokutekeleza sauti ya Mungu. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ukawa chini ya utawala wa ufalme wa giza, lakini ulitengenezwa mpango mahususi kabisa wa kuweza kurejesha ufalme wa Mungu kwa mara ya pili hapa duniani, wakiwa hao mashahidi walioweza kuambatana na Kristo kuweza kusambaza ufalme wa Mungu hapa duniani. Lakini baada ya hao mashahidi hakuna mwanadamu mwingine yeyote ambaye aliendelea kuhubiri habari hizo ufalme wa Mungu, kwa sababu ya vitisho vikali vilivyokuwepo kipindi hicho vya taifa la Rumi, ambayo ndio ilikuwa dola ikitembea katika mfumo wa kifalme. Kwa hiyo hao hawakutaka kabisa ufalme wa Mungu kuweza kuhubiriwa hapa duniani. Basi naomba ufuatane nami ili tueleze basi kwa nini ufalme wa Mungu tunaanza kuhubiri tena kipindi hichi na baada ya ufalme huo kupotea. Unaweza ukajiuliza maswali mengi, na unaweza ukajiuliza kwa nini sasa ni kama ufalme ni kitu kigeni masikioni kwa watu, na kwa nini sasa ni kama vile watu wakisikia wanadhani kwamba ni mambo ya zamani, wanadhani kwamba labda ni mambo ambayo ni hadithi fulani, lakini ndiyo maisha ambayo tulikusudiwa na Baba yetu wa mbinguni. Sawa na Mwanzo sura yake ya kwanza na mstari wake wa 26 anasema kwamba tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu wakatawale. Wanatawala wapi? Duniani, na wanatawala katika mfumo wa kifalme. Kwa hiyo Baba wa mbinguni alikuwa amekusudia hivyo toka mwanzo, na ndio maana Kristo alipokuja duniani hakuhubiri ujumbe mwingine tofauti na ujumbe wa kifalme, lakini pia alitabiri kwamba injili hii itahubiriwa ulimwenguni kote kwa ushuhuda, na huo mwisho ndipo utakapofika sawasawa na ile Mathayo sura yake 24 na mstari wake wa 14. Alitabiri kwamba kuna kizazi kitakuja kuhubiri injili hiyo ufalme, na wakiwa katika kuhubiri basi huo mwisho ndipo utakapofika. Basi tuangazie mtu mmoja anaitwa Dr. Myles Munroe, ambaye huyo sasa ndiye mwanadamu wa kwanza katika kizazi hiki cha mwisho au karne hii ya mwisho, ambayo huyo alitembea katika unabii wa Kristo. Anaitwa Dr. Myles Munroe. Alizaliwa mnamo April 20, 1954 akiwa ni Mwingereza mwenye asili ya Kiafrika, ambaye huyo sasa aliendeleza ujumbe huu ambao ni unabii wa Kristo kwamba kitakuja kizazi kitakachohubiri injili ya ufalme. Kwa nini basi huyu mtu alifunuliwa haya mambo, na kwa nini huyu mtu ametupa picha halisi ya kujua kwamba hichi ndicho kizazi cha mwisho? Alijiuliza maswali mengi sana kuhusiana na ufalme wa Mungu na kwa jinsi ambavyo watu wanaoweza kumwamini Kristo wanavyoishi nje ya kile Kristo alichoweza kukusudia. Alijiuliza maswali kadhaa, na moja kati ya maswali hayo alijiuliza swali la kwanza: kwa nini watu maskini ni watu wanaomwamini Mungu? Jambo la pili, swali la pili akajiuliza, kwa nini watu wanyonge sana hapa duniani ni watu wanaomwamini Mungu? Jambo la tatu, kwa nini watu wanaokosa ushawishi hapa duniani ni watu wanaoweza kumwamini Mungu? Kwa nini? Akajiuliza swali la tatu, kwa nini watu wanaomwamini Mungu wanaogopa kukaa katika mamlaka au madaraka au kuweza kuwa viongozi wa serikali hizi za kidunia? Kwa nini? Alijiuliza maswali mengi. Akasema, kwa nini watu wanaomwamini Mungu leo wanashindwa hata kutoa pepo ndani ya mwili wa mwanadamu? Alijiuliza hayo maswali, lakini maswali yote hayo akiwa analinganisha na jinsi ambavyo Kristo alivyokuwa anafanya katika karne yake ya kwanza. Akisema alikuwa ni mtu mwenye ushawishi, mwenye nguvu, mwenye uweza kuweza kubadilisha mambo. Kwa hiyo ni tofauti kabisa na sisi ambao tunamwamini katika kizazi hichi. Alijiuliza maswali mengi sana. Kwa hiyo
Katika kujibu maswali aliyoweza kuyauliza au kujiuliza yule mtumishi wa Mungu Dr. Myles Munroe, basi aliangazia sana katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 4 na mstari wake wa 17. Yeye amezungumza kwa Kiingereza, alisema repent for the kingdom of God is at hand. Maana yake kwa Kiswahili nasema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Hiyo haikuwa tafsiri sahihi, lakini tafsiri sahihi iko katika Kiingereza kwamba tubuni kwa sababu ufalme wa mbinguni mnao mikononi mwenu. Repent for the kingdom of God is at hand. Manake mnao katika mikono yenu, mnao katika mikono yenu. Kwa hiyo alieleza sana kama tunao mikononi mwetu, sasa kwa nini mbona hatuishi maisha yale ya asili ambayo Kristo alikuwa ameyatamka na jinsi yeye Kristo alivyokuwa akiishi hapa duniani, kwa sababu yeye alifanyika kuwa maskini kwa ajili ya sisi tuwe matajiri. Kwa nini watu wanyonge hapa duniani ni watu wa Mungu? Akadhani kwamba huenda tunaamini vitu tusiweza kuvijua. Na basi fuatana nami ili nikueleze zaidi umbali aliotembea huyu mtumishi wa Mungu ambaye yeye ndiye muasisi katika kizazi hichi, kutueleza habari za ufalme wa Mungu kwa undani zaidi. Fuatana nami nikueleze mengi na Mungu akubariki.